Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Tunakutana kwenye mazungumzo ya mchana katika story nyingi ambazo zinaendelea duniani. Kuna story nyingi zinaendelea duniani leo, na kuna story moja imeandikwa inasema US shut down Iran maritime trade. Trump say Amazon 2 days ahead. Kuna taarifa jana nilizungumza na nyinyi kama mnakumbuka. Hii taarifa ilikuwa inahusu shirika la ufuatiliaji wa meli ambalo lilitoa taarifa kuwa hapakuwa na kizuizi chochote cha meli yoyote ambayo ilikuwa imeorodheshwa na Marekani kuwa ingezuiliwa nje ya lango la Hormuz. Sasa hiyo taarifa ilikwenda vile na ufuatiliaji wa meli ulisema vile vile. Lakini taarifa iliyotolewa na CENTCOM, Brad Cooper nadhani aliongea akasema kuwa walikuwa wamezuia takriban meli 6 ambazo zilikuwa zina uhusiano na Irani au zinatoka ndani ya Irani. Yani ndani ya saa 36 zilizopita walikuwa takriban meli 6 walikuwa wamezizuia. Taarifa hii inasema kuwa wameweza kuzuia uchumi wa majini wa Irani kwa 90%. Kwa 90% uchumi wa Irani wa baharini umezuiliwa ndani ya saa 36. Inawezekana mimi huwa ninawaambia mara nyingi mimi sikufanya vizuri kwenye masomo ya hisabati. Sikufanya vizuri kabisa mathematics, wala sikufanya vizuri huko, lakini kuna wakati namba huwa inaniambia vitu viwili tofauti. Namba huwa inanipa vitu tofauti. Hivi Irani yenye unajua Irani ni katika hizi nchi zilizopo kwenye ghuba ile ya Uajemi. Unajua ile sio ghuba ya Uarabu, ile ni ghuba ya Uajemi inaitwa. Yani ile ghuba ya Uajemi, chukua nchi zote, hakuna nchi ina bandari nyingi kuzidi Iran, kwa sababu ina eneo kubwa. Yenyewe ina eneo kubwa imechukua. Yani bandari ni nyingi za Irani. Yani wana bandari nyingi kweli Irani kwenye lile eneo. Unazuia meli 6, tuseme it's okay, umezuia meli 6 zinaweza kuzuia uchumi 90% wa nchi kama Irani. Hizi namba na hesabu huwa wanazipigia wapi? Yani kipi ambacho kina 90% unawezaje kuizuia kutoka hapo? Lakini naweza nikawaelewa kwenye hili kwa sababu unajua jana vyombo vingi vya habari vilizungumza hii taarifa. Ni kitu ambacho ile taku, unajua ile ya Trump, unatishia alafu unakula kona. Ndio mjadala ulikuwepo mkubwa huo, kuonekana kama Trump si mtu ambaye anaweza kuheshimu ahadi. Trump si mtu ambaye anazingatia ahadi. Trump si mtu ambaye wakumwamini kwa kile anachokisema. Ndio jibu lilikuwa sawa. Vyombo vya habari vilizungumza hiyo kwa sababu kwa staili hiyo, kuwa huyu mtu huwa anaropoka, anazungumza lakini vitu vyake haviaminiki. Sasa katika kujikosha, ndio maana jana na juzi niliwaambia kuna mtu anaweza akalielewa jeshi la Marekani linafanya nini hivi sasa. Yani liko katika uweledi gani? Yani jeshi la Marekani kwa sasa liko kwenye uweledi gani? Kwa sababu ukitazama kwa macho yote utaona kama jeshi limetoka kwenye mstari. Jeshi linaendeshwa kisiasa. Jeshi linasukumwa na hisia za kisiasa. Jeshi linatekeleza amri za kisiasa kwa sababu linafuata kile ambacho hawa wanafuata. Ni kama jeshi limepoteza weledi. Sasa ndio hii CENTCOM ambao wameingia kwenye siasa ya Trump kuja kutuambia kuwa wamezuia, lakini ufuatiliaji wa meli, kwa sababu zile meli nyingi si za Irani, ni za nchi zingine. Hata hizo nchi hazija complain wala hazijalalamika kuwa kuna meli zetu zimezuiliwa au kuna meli zetu zimeshikiliwa. Hazija complain wala kusema. Isipokuwa taarifa inatolewa na nani? Na Marekani kuwa sisi tumezizuia. Lakini hata wafuatiliaji katika eneo lote la majini wanaona kuwa hii mbona hamna kitu kama hiki. So ndio iko hivyo. Sasa kuna mambo yanaendelea na hili swala la mazungumzo huenda likawepo vizuri kabisa. Na Vice President Vance say US Iran mistrust cannot be solved overnight. Yani anasema kutokuaminiana
kusingeweza kumalizika kwa mara moja vile kutokuaminiana. Sasa wanafahamu kama hakuna kuaminiana. Kwa nini alikuwa na haraka JD Vance? Alikuwa na haraka ya nini kama anafahamu hili swala la kutokuaminiana limekuwa kubwa kiwango hicho? Na hivi unaweza kumwamini vipi? Yani unaweza kusema kuwa yani unaendaje kumwamini Marekani? Yani unaendaje kumwamini kile anachokuambia? Mtu asiyezingatia ahadi zake na kuheshimu mikataba yake, vipi unamwamini? Yani kuwa hebu simama kwenye nadharia ya Irani. Hebu simama kwenye njia na nafasi ya Irani. Yani kuwa wewe Irani, kuwa katika nchi, yani kuwa mwananchi wa Irani au kuwa kiongozi wa Irani katika nadharia hii. Kuwa tumekaa kwenye mazungumzo, mfano tulikaa kwenye mazungumzo ya 2015 ambayo yalikuwa ni mazungumzo magumu na marefu, juu chini, katika kujenga imani wakati wa Barack Obama, JCPOA. Mazungumzo yalikuwa ni mazito sana. Mwisho wa yote wakawekeana imani ya kuamini kuwa kweli tutapeana hiki, tutaondoa vikwazo hivi, mtafanya biashara hii, tutafungulia hiki, tutaacha hiki. Niliwaambia 2015 Iran walikuwa na enrichment ambayo ilikuwa tayari process. Yani walikuwa nazo zile urani ambayo ilikuwa imesharutubishwa. Walikubali kuihamishia Urusi. Walikubali wakati huo, ilihamishwa ikapelekwa Urusi. Kwa hiyo Iran alitoa enrichment yake ambayo tayari yani iliyorutubishwa, yani urani ambayo iko enrichment yani tayari ambayo imerutubishwa, alitoa akaipeleka Urusi. Makubaliano 2015 mpaka 18 Marekani akajitoa, akarudisha vikwazo vile vile. Kwa hiyo Irani hajafaidika na kufunguliwa, hajafaidika na kuondoa enrichment yake, gharama ya kutengeneza cost na kila kitu ambacho aliamua kuitoa. Yani lakini baadaye wanakuja wanamfanyia hila. Wakaondoka kwenye makubaliano. Wakafanya nini? Wakamtaka kwenye meza. Akaenda ukaa kwenye meza, njoo tujadiliane. Kwa mbinde. Wapo kwenye meza wanazungumza, Marekani anajipanga kumshambulia kwa nyuma. Wapo wamekaa kwenye meza, wanakutana huku, wanakutana huku. Wanakutana huku, wanakutana huku. Kumbe mwenzake, wakati unakutana naye mwenzako anapanga mipango na mwenzako ili wakushambulie. Wakamvamia, wakamshambulia. Vita ya siku 12 na Marekani akaingilia kati. Halafu asivyokuwa na aibu, akathibitisha kuwa tulikuwa kwenye mipango hii pamoja. Yaani tumekushambulia kwa pamoja, sisi wote tulikuwa kwenye mipango. Marekani anathibitisha hilo. Okay, Irani akakaa pembeni, akasema it's okay. Sawa, kama unafanya hivyo hamna shida. Akakataa mazungumzo. Kavutwa na dunia kwa kulazimishwa, haiwezekani ukae kwenye mazungumzo, haiwezekani na hivi na hivi. Akakubali, akaketi kwenye mazungumzo. Sasa ameketi kwenye mazungumzo, katikati ya mazungumzo tena ikatokea la kutokea. Katikati ya mazungumzo, wakati bado tunaendelea na mazungumzo yetu, wamemshambulia tena. Ndio hii vita. Sasa unamwamini nani na unarudi kumwamini kipi? Yani yupi ambaye utarudi kumwamini kuwa sasa nikae na huyu ni muamini? Hawa ambao tayari ulishawaamini wamesha kuchezea mchezo kama huu. Sasa anapozungumza JD Vance kuwa kuaminiana, ni Irani kutomwamini Marekani kwa sababu alimwamini akamchezea. Alimwamini kamchezea. Sasa hilo ndio linazungumzwa hivyo. Na kuna taarifa ambayo unaona China wameikanusha. Hii taarifa inasema hivi: Irani used Chinese spy satellite to guide strike during war. Imeandikwa na Financial Times. Hii taarifa inasema kuwa satellite za China zilitumika. Yani satellite za Uchina zilitumika kushambulia. Anasema ngoja nione hii taarifa nikwambie. Satellite za Uchina zilitumika kufichua maeneo, yani zilikuwa zinapiga picha vizuri maeneo ya Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Iraq, Kuwait, Oman, Jordan, Bahrain na Djibouti, na yalijumuisha kambi za kijeshi za Marekani pamoja na miundombinu fulani. Hiyo ripoti inasema hivyo. Satellite hiyo inayojulikana kama TEE-01B ilinunuliwa na kikosi cha anga cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu mwishoni mwa mwaka wa 2024 baada ya kuzinduliwa Uchina. Satellite hii ni wazi inatumika kwa madhumuni ya kijeshi, kwani inaendeshwa na kikosi cha anga cha IRGC na si mpango wa anga za kiraia wa Irani. Nicole Graduate, mtaalamu wa Irani katika chuo kikuu cha Science Po, aliambia Financial Times. Yani kwao hili ni kosa. Kwa nini kitumike? Lakini si kosa kwa makampuni ya Kimarekani ambayo ni ya kibiashara, Microsoft, sijui makampuni ya Apple, Amazon, Nvidia, makampuni mengine yote kutoa usaidizi kwa jeshi la Marekani kufanya kila kitu.
wao sio kosa. Lakini Irani kwa ufanya satellite yao kutumia dhidi yao, yani wao ni kosa wewe kujilinda dhidi yao. Yani wao wanachotaka kuwa wakisha kuja kukushambulia, hata kama unayo cha kujilinda usijilinde, hakikisha tumekumaliza ili sisi tupate sifa. Yani ukijilinda wewe ni kosa. Yani Irani kutumia satellite kwa kujilinda dhidi yao ni kosa. Yani kwa wao ni kosa. Sasa orodha za utaratibu zilizowekwa na muhuri pamoja na picha za satellite za uchambuzi wa anga zilionyesha makamanda wa Irani walitumia satellite hiyo kufuatilia maeneo muhimu ya kijeshi ya Marekani. Picha hizo zilipigwa Machi kabla baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora kwenye maeneo hayo. Irani inahitaji sana uwezo huu unaotolewa na wageni wakati wa vita hivi, kwani inaruhusu IRGC kutambua malengo kabla ya kuangalia mafanikio ya mashambulizi yake. Ripoti hiyo ilisema satellite hiyo ilipiga picha za kituo cha anga cha Prince Sultan huko Saudi Arabia, miongoni mwa maeneo mengine mnamo Machi 13, 14 na 15, na mnamo Machi 14 Rais wa Marekani Donald Trump alisema ndege za Marekani kwenye kituo hicho zimepigwa, huku ndege 5 za kijeshi za anga zikijaza mafuta zikiharibiwa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumanne kwamba hakuwa akifikiri kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Irani kwa sababu hakufikiria itakuwa ni muhimu. Hiki ni kichekesho kingine. Yani Trump yule aliyekuwa akiwalazimisha Irani wakae kwenye meza anasema kuwa yeye hafikiri kuongeza muda wa usitishaji. Yani hafikiri kwenye ceasefire kuwa maana yake ikiisha, unajua leo ni wiki, ikiisha tukirudi kama tujafikia makubaliano tunarudi kupigana. Niliwaambia kuna vitu viwili au vitatu ambavyo Trump ni lazima atumie akili. Anafahamu kuwa hawa watu ilituchukua siku 40 kuwaleta kwenye meza. Wakati ukirudi nyuma ukikagua utaona kuwa Marekani aliwataka Irani kwenye meza nadhani wiki ya pili tu ya vita. Wiki ya pili tu ya vita tayari Marekani alikuwa ameomba meza. Lakini Irani wakachelewa kuja kukaa kwenye meza mpaka ilivyotimia siku 40 ndio wakaja kuketi kwenye meza. Sasa Trump anafahamu kuwa hawa watu, na juzi walimwambia kuwa hii ceasefire, kama nimesikia kamanda mmoja anasema hii ceasefire Marekani kama mnaichukulia kwa hila, kwa kutaka eti kusema mnajipanga ili baadaye mje muanzishe, yani mnafanya hila ili baadaye mje mrudi kawaida, tunawaambia mtakwama nyinyi, kwa sababu sisi wenyewe tumejipanga. Na akasema kuwa mara hii hatutosimamisha vita kwa ombi lolote mpaka pale tutapomaliza tunachokifanya. Kwa hiyo Marekani, unajua nimesema kuna uchaguzi Novemba. Huu tuko mwezi April to Novemba, ukihesabu ni kama miezi 5. Kama hawa watu awamu ya kwanza kuwaleta kwenye meza imechukua siku 40 takriban, kama utawarudisha kwenye vita tena hii April ambayo iko katikati, na wakakae labda mwezi mmoja tena waje wakae kwenye meza, yani tutakuja kurudi Mei kwenye meza. Kutoka Mei to Novemba itakuwa wastani miezi 4 kwenda 4 au 5, 4 wastani itakuwa kufika. Halafu mkikaa kwenye meza tuseme wapurugushane huku na huku mpaka kuja kutulia labda June mwezi wa 6. Itakuwa takriban miezi 4. Dunia itakuwa imevurugika kwa kiwango gani? Ikiwa tuna struggle kwenye siku 40, tunahema kwenye mafuta kwa kiwango hiki. Je, wakati huo tutakuwa tumefika kiwango gani? Na kurekebisha vitu inachukua muda gani? Yani sioni Trump kama anaweza akaamua kucheza hii kamari, kwa sababu hii kwake itakuwa ni kamari. Yani kujaribu kuchezesha kamari ya kutaka kuwarudisha Irani kwenye vita, hii itakuwa ni kamari kwake. Licha ya kuwa taarifa halisi nilisoma sehemu, taarifa halisi, kuna mkuu wa shirika la ulinzi, kuna taarifa moja nilisoma ya Israeli ilikuwa inazungumza, anasema ilikuwa kwenye Haaretz ambayo inasema hii taarifa alikuwa anasema kuwa mkuu wa majeshi wa Israel anasema kuwa hatuwezi mpaka tuhakikishe tumeiondoa serikali ya Iran. Yani hatuna mpango wa kusitisha vita na Irani ni mpaka pale tutapopata regime change. Yani anasema mpaka pale tutapopata regime change, yani mabadiliko ya utawala ndani. Hii ni kauli halisi kabisa. Yani hii ni kauli ya ukweli ya Israel wanachokisema. Yani Israel ndio lengo lao kubwa huko, lakini sasa hayo yanabaki kuwa ni matamanio. Unajua
kuna uhalisia halafu kuna matamanio. Sasa hilo kwa Israeli ni matamanio tu ambayo kuwa naitafuta hii taarifa. Hii hapa anasema hii taarifa inasema hivi: Mossad Intelligence Agency Chief David Barney said Israel mission in Iran is not over until regime is replaced. David Barney anasema hicho. Huyu ni mkuu wa Mossad, anasema kuwa mission yao ndani ya Irani haiwezi ikaisha mpaka until the regime is replaced, yani mpaka serikali itapokuwa replaced. Sasa hizi kauli inaenda kushindana na kauli ya Donald Trump ambayo hata jana amezungumza kwenye ABC News. Anasema kuwa sisi hatuna shida na masuala ya serikali, kama regime change tumeishaifanya, tumeishaibadilisha serikali, tumewatoa wenye msimamo mikali, wamekuja watu wa kawaida. Amesema hivyo. Sasa hii kauli inashindana na hiki huku, lakini Trump anachokifanya ni kutaka kusema kutaka kumuita Mudi Mohamed, au kutaka kumuita Mohamed Mudi, kumuita Fatma. Ni hivyo hivyo. Yani ni kutaka kugeuza. Yani Trump anachotaka kufanya ni shortcut. Yani kujipumbaza. Hii inaitwa yani fool yourself. Hii inaitwa. Yani unajipumbaza mwenyewe tu, kwa sababu ukweli sio huo. Ukweli wa kujipumbaza mwenyewe ni ule ukweli ambao Marekani aliufanya Juni. Mnakumbuka kwenye ile 12 days war, akaamua kujiridhisha kuwa tumekwisha sambaza kila kitu na dunia sasa iko kwenye usalama kabisa, hakuna tishio lolote la nyuklia. Irani imekwisha, kwa hiyo dunia inabaki kuwa salama. Hiyo inaitwa fool yourself. Unajipumbaza mwenyewe tu. Yani unajipumbaza mwenyewe. Kwa iko hivyo. So hiki anachokizungumza Donald Trump ni kujipumbaza na kujiliwaza. Anachokizungumzia David Barney ni uhalisia. Ni ukweli. Kuwa lengo letu hasa sisi ni kufanya mabadiliko ndani ya Irani, ambacho ndio kigumu. Lakini ukitaka kutafuta shortcut ya kutaka kupumbaza watu kuwa tumetimiza malengo, ndio hayo, tumetimiza malengo, tumehakikisha malengo yetu yametimia, tumeisha badilisha serikali, unaamua tu kuigiza, kwa sababu hayo ni maigizo tu ambayo umeamua kuigiza na kutaka kujionyesha tu kuwa kila kitu kiko sawa, lakini uhalisia wa haya mambo yanakuwa hayako sawa. Hilo ndio jibu, kuwa hamna kitu hicho kiko sawa. Sasa anachokizungumza Trump, anasema kuwa wao hawataongeza lolote. Yani Trump anasema kwenye huu mzozo hatutokuja kuongeza chochote kwenye hii vita. Yani sisi tutachokuja ni moja kwa moja kuwashughulikia. Hatutopunguza lolote. Manake kuwa huu muda uliotolewa kama utakwisha na bila kufikia makubaliano, sisi tunarudi kwenye vita na kupigana. Hatuwezi tena kusikiliza chochote. Ndio na wauliza, je, ni Trump huyu ambaye alikuwa analilia meza? Je, ni Trump huyu alitishia kuwashambulia Irani kwa madaraja nini kwa sababu tu wakae kwenye meza? Je, ni Trump huyu aliyehesabu ushindi tu baada ya Irani kukubali kukaa kwenye meza? Ni Trump huyu atakayeanzisha hiki? Na kitakwisha wakati gani? Kinakwisha wakati gani? Hii ni ngumu. Yani hii ni ngumu kwa kile ambacho unaweza kusema hii nadharia inakwenda kwenye hii hali, kwenye uhalisia ambao unaweza ukausema hivi kwenye uhalisia. Sasa nimemsikia mkuu wa shirika la Atomic duniani na Trump ameendelea kumshambulia Papa Leo. Nimeona kuna andiko moja ameliandika, anasema hivi, kama kuna watu wa kumwambia Papa wamwambie kuwa hiyo serikali ya Irani iliua watu 42,000 waandamanaji miezi miwili iliyopita ambao walikuwa hawana silaha yoyote, walikuwa wameandamana tu kutafuta kuwapinga kutokuwa na nyuklia. Wamwambie hivyo. Unajua kinamuuma vile unajua wewe unaongea vitu vingi alafu mwenzako anaongea jambo moja tu, alafu ile jambo lake moja linakuwa linafuatiliwa, linazungumzwa sana, alafu wewe kila dakika unafikiria labda nijibu hivi. Ni mtu ambaye amekuzidi sana. Unajua Papa Leo alivyojibu kajibu moja kakaa kimya. Trump yeye ndio anapapatika kujibu huko, anakuja anajibu huko, anajibu. Tamani pale kusema kuwa wameua watu 42,000 wasio na hatia, angeongeza pale na sisi tukaingia tukawaua watoto wa shule 175 ambao walikuwa na hatia. Labda angemalizia hapo kusema hatia yao wale walikuwa ni tumewaua wakiwa na hatia, kwa sababu wale hawana hatia. Na hawa Marekani waliowaua, na hawa Marekani na Israeli wameua watu 2,000 kwenye hii vita, hatia zao zipi? Yani kuwa unatakiwa uongeze pale kwa. So imekuwa vile. Sasa mkuu wa shirika la Atomic huyu Rafael Grossi, yeye anasema kuwa haya mazungumzo yanayoendelea ambayo yatafanyika Pakistan, anasema ni lazima yashirikishe kabisa IAEA kwa kutaka kujua, kwa sababu yeye anachozungumza kuwa nyuklia ya Irani inataka kwenda mbali zaidi. Ni wakala. Nakumbuka kuwa wakati wa 12 days war Irani walimshutumu
kwa shirika lake. Unajua hii ni uhalisia. Shirika la NPT na shirika la IAEA ni wakala maalum wa Marekani, yani wanaifanya kazi maalum ya Marekani, kwa sababu wakati Handala walipodukua kwenye baadhi ya madokumenti ambayo yalidukuliwa kutoka Israeli, walionyesha kuwa kuna vitu ambavyo walikuwa wao wamejadiliana na IAEA, lakini vilikutwa kwenye udukuzi wa Israeli, kuwa maana yake kuwa IAEA walikuwa wakiripoti kwa Israeli au walikuwa wakipeleka taarifa kuwa hizi zinakwenda huko, hauwezi kuondoa. Sasa anachosema kuwa ni lazima washirikishwe kweli kweli, kwa sababu wanataka kujua program ya nyuklia ya Irani inakwenda wapi mpaka wapi. Yani wapi mpaka wapi? Yani mfano, nakupa mfano hivi. Huyu ni mwalimu wa shule, au tuseme kuwa huyu ni kiongozi wa mtaa, tuseme mwenyekiti wa serikali za mtaa, mwenyekiti wa serikali za mtaa. Yeye mwenyekiti wa serikali za mtaa anamtaka jirani yake, yani anamtaka mmoja wa wakazi wake kwenye mtaa wake ambaye anafanya biashara ima la duka kama wafanya wengine wanavyofanya, basi ahakikishe anaripoti kwake, kutoa taarifa kila mali anayoingiza na kuitoa kwenye duka lake. Unaweza kusema vile ni sahihi, kwa sababu huu ni utaratibu ambao umepangwa na mtaa, kuwa bwana, ukiingiza sukari utakuja unipe taarifa kuna sukari, na sisi tuje tuhakikisha hii ni sukari. Ukiingiza chumvi tutakuja kuhakikisha ni chumvi. Sawa, iko hivyo, kwa sababu wewe ndio tumekuteua kuwa mwangalizi wetu, na sisi tunafanya hivyo. Tukiingiza sukari tunakuita njoo uangalie. Lakini pale alipo mwenyekiti kwenye nyumba anayoishi kuna duka jingine la rafiki yake. Duka hili halikaguliwi kwa namna yoyote, haijulikani sukari imeingia ni cocaine au nini kimeingia chochote, lakini huyu mwenyekiti kutwa yuko kwa huyu ambaye anatoa ushirikiano wote. Ndio mfano huko hivyo, kwa sababu Grossi na IAEA yake, NPT Marekani, wote ni washirika wa Israeli, ambaye Israeli ana nyuklia ambazo kagoma hata hao kina Grossi waingie tu hata kujua ziko, yani kuwa marufuku, hatutaki mjue zilipo wala hatutaki ushirikiano wowote na sisi tunazo. Lakini Irani, yeye ambaye anathibitisha kuwa mimi sina, anakaguliwa na wameshaenda kumkagua, wanathibitisha kuwa huyu hana, lakini yeye ndio anayefuatiliwa. Ila huyu ambaye yeye anazo na duka lake halikaguliwi na yoyote kati ya hawa, ni rafiki yao wa karibu. Hapa ni swala la muda tu mtu kuitafuta haki yake. Hapa ni swala la muda. Always wanawaambia kuwa unaweza ukaminya unavyoweza, lakini sio milele. Yani unaweza ukaminya unavyoweza, lakini kuna muda ukifikia huwawezi. Yani kuna muda ikifikia wenye haki yao, ambapo wanahisi kuwa sasa tuna nguvu ya kuipata haki, ndio mtawapachika majina yote kuwa hawa ni watu gani, hawa sijui wanafanya nini. Kwa sababu leo hii ukitaka chuki dai chako, ndio jibu linakuja hivyo, ukitaka chuki dai chako. Sasa hawa itafika muda wanadai cha kwao, dunia itawachukia. Rahby Digital, haki na ukweli.